Ni swala zima la kutafuta solution ya jambo lolote. Huo ndo kiongozi. Kiongozi ambaye hawezi kufanya solution ya vitu, yani ya kutambua kwamba nikifanya hiki kitaleta matokeo mabaya kiasi hiki, niache hiki nifanye hiki. Kiongozi anatakiwa awe na view, anatazama kesho au kesho kutwa kwamba nikisema hiki, nikifanya hiki kitakuwa na matokeo haya. Umeelewa? Ndio maana anasema sio kila mmoja anaweza kuwa kiongozi. Kwa hiyo mimi masikitiko yangu makubwa ni kwa upande wa uongozi wa Simba yani sijui kama wanafikiria vizuri sana hasa katika hili jambo. Sio kama amefikiria kwa ukubwa. Kama swala ambao walilifikiria kama bodi ya ligi, kuna baadhi ya vitu tulishavikuzungumza kwamba ni makosa ya viongozi kuto kufahamu madhara yake ya kesho. Sawa? Na hicho ndicho ambacho anakifanya Simba kwa uongozi, kuto kujua madhara ya kesho. Unajua unapokuwa na watoto kama baba, chochote ambacho kinatokea hasa kwenye masuala mazima ya migogoro. Mfano mtoto alisema shuleni walisema usije shuleni mtoto kwa sababu ya 1 2 3. Na mzee akasema bwana usiende shuleni kwa sababu shuleni wanasema utaenda mpaka tumalize ada. Sasa kama kuna mgogoro umeumaliza wa kikwazo cha kuto kwenda watoto shule, lazima waambie kwamba bwana shuleni utaenda shule. Kwa saizi shuleni hakuna tatizo. Lakini kama mgogoro upo, bado itabidi uambie tena, bwana mgogoro bado upo. Kwa sababu tunataka 1 2 3 ili watoto wapite kwenye mfumo mmoja. Unajua mashabiki wa Simba wako katika swala la mtanziko. Yaani hawajui, wanatatizwa, hawajui msimamo uongozi ni upi. Na wao wanaanikiza hatuchezi kila siku. Ni shida, yani shida ni hivi, kama utakuwa umegundua ndani ya hatuchezi ya Simba na maagizo ya bodi ya ligi kwamba tarehe 25 kuna dabi, utagundua kwamba kuna baadhi ya viongozi wanasema tucheze mpira na hata sauti zimesikika. Lakini pia kuna baadhi ya mashabiki wanasema hatuchezi sawa mpira. Kwa sababu gani? Viongozi hawajaonyesha msimamo. Yani msimamo wa uongozi wa Simba utakiwa wape picha. Pale imetangazwa, labda bodi ya ligi imetangaza ratiba. Upande wa Simba uongozi ungewapa sura yao ikoje. Umeelewa? Maana yake wangesemaje? Tutacheza. Simba kama Simba wangesema tutacheza. Maana yake tutacheza. Lakini labda tungependa kifanyike hiki. Mashabiki ndipo mwongozo wao wangeufuata, au tunacheza. Lakini pia au hatuchezi. Lugano hao mashabiki pia wamegawana. Ndio maana nasema kugawana kwa mashabiki wengine wanaingia katika mfumo wa mtazamo wa kwao ambao wamekosa mtazamo wa uongozi wa Simba. Kama utakuwa umeelewa, hata kwa upande wa Yanga mara baada ya tangazo ile ya tarehe 8 ilivyotoka, uongozi wa Yanga ukatoa msimamo haraka sana wa mtazamo wao. Ile hatuchezi ya Yanga mara baada ya kuahirishwa tu, na mkumbuka Arafat Haji ndo ambaye alitoa msimamo wa hatuchezi, akasema hii dabi ya tarehe 8 kutokuchezwa nitakuwa wa mwisho. Yani ndo hakuna dabi nyingine ambayo itachezwa. Yani hii ndo dabi ya mwisho katika msimu huu kucheza na Simba. Ule ulikuwa msimamo ambao waliwapa picha mashabiki wa Young Africans. Ndipo ambapo akasimamia kwamba hatuchezi, na mpaka kuingia kwenye kamati tendaji yakapitisha yale kwamba hatuchezi. Na hata kupeleka maadhimio ambayo yenda bodi ya ligi yalikuwa hanaonyesha kwamba msimamo wao ni hatuchezi. Mashabiki na wanachama wa klabu ya Yanga wakaanza kuisapoti mamlaka, ni kwa sababu walijua mamlaka na msimamo huu waka pamoja. Sasa Simba wameshindwa kuwasaidia mashabiki kuwaambia wana msimamo gani, wamewaacha hewani. Yani ni kama watu ambao uko kwenye parachuti, mnasafiri mnaenda sehemu fulani, sio? Ile safari ikaishia njiani. Sawa? Yani kwenye parachuti, yule anaongoza parachuti akaruka kwenye parachuti. Alafu watu wakaona wanaelea. Yani hawajui sasa wanamfuata yeye alikoangukia au wapi, hawajui alikoangukia ni wapi. Kwa hiyo wanaelea na parachuti kule hewani. Yule muendesha parachuti hajulikani yuko upande gani. Viongozi wa Simba wameshindwa kuwasaidia wanachama wao kwa sababu wameshindwa kutoa mtazamo. Wangetoa hata maneno machache. Hapo ndio wanasema kimya yani unakumbuka msemo wa Arafat Haji? Alisema kwamba maji yaliyotulia ogopa maji sana yaliyotulia. Usikute nao Simba Sports Club ndio tuzungumzie huko kwamba ogopa sana maji yaliyotulia. Huu kimya wao pengine una sentence kubwa sana yenye maana baadaye huenda ikaje. Maji yaliyotulia yanaogofya sana kiwa na historia nyuma ya hayo maji yaliyotulia.
alisha kuingia mtu hapa kazama. Yaliyotulia unaona hapa kuna shida. Kuna baadhi ya vitu ambavyo maji yaliyotulia yana historia, kama hujai kusikia chochote kuhusiana na yale maji pia yanaogofya. Sasa Simba kabla ya hiyo ukimya waishe kutoa taarifa. Ndio hiyo sasa, huenda kuna baadhi ya mashabiki wanaenda na hiyo taarifa. Simba ilikuwa tarehe 12 kama sio tarehe 11 walitoa taarifa kwa umma. Wakasema kwamba kama dabi ya tarehe 15 haitachezwa, Simba hatacheza mchezo wowote mwingine wowote. Si unanielewa? Walisema hatuchezi mchezo mwingine wowote kama itaahirishwa, iwe kwa namna yoyote ile, sisi hatutacheza. Sasa tokea taarifa hii imetoka, hawajatoa taarifa nyingine kuhusiana na dabi. Pengine Simba wanataka kutuambia tuendelee kuisimamia ile taarifa ya kwamba hatutacheza mchezo wote wa dabi kama mchezo wa tarehe 15 utaahirishwa. Ndio maana nasema uongozi wa Simba unaendelea kuwakanganya mashabiki na wanachama wa timu hiyo. Kwa sababu gani? Hawajatoka kutoa ufafanuzi tena. Kwa sababu dabi imeahirishwa ya tarehe 15. Sawa, walishai kutoa kauli ya kwamba hatutacheza dabi yoyote ya tarehe yoyote itakayopangwa. Sawa. Na kweli tarehe ile imeondolewa na imepangwa tarehe nyingine. Na hawajatoka kuzungumza chochote. Kwa hiyo mimi, wanachama wa Simba ambao wanasema hatuchezi dabi, wako sambamba na uongozi wa Simba kwamba hawachezi. Ndio maana mimi nasema wanaondoka na ile tarehe ya mwanzo ya mwisho ile. Lakini kama kuna mchezo kuchezwa, Simba wanatakiwa kuwaambia mashabiki wao kwamba tunacheza. Mimi nitawashangaa Simba kama atakaa mpaka dakika ya mwisho, kwa sababu unapozungumzia dabi na madhara makubwa sana. Kama pengine wanaona hii mechi sio ya kwetu, acha tukae kimya, ni mechi ya Young Africans wa promote wao. Ngoja nikwambie. Sawa na Yanga kupromote dabi. Unajua kupromote dabi na kuambia mashabiki wenu kwamba mnaenda kucheza ile mechi ni vitu viwili tofauti. Kupromote, kwa sababu nikwambie, sawa mechi ni ya Yanga. Hebu fikiria kwenye dabi ya Kariakoo, siku Yanga anajua mechi ipo. Mashabiki wa Yanga atakata tiketi, wataenda uwanjani. Mashabiki wa Simba wasiende uwanjani kwa wingi. Mechi full house ya ule uwanja wajae njano na kijani. Simba labda wachache tu wabishi watu wa 15 wakaenda pale uwanjani. Mechi inapigwa. Uongozi umepeleka timu pale uwanjani. Hebu nipatie picha. Mashabiki wa Yanga wanapiga nduru ya kushangilia, au Simba wana mashabiki wachache. Na uzembe ni wa viongozi hawakuambia mashabiki mechi ipo. Unafikiri Simba wakipata kibano wataenda kuathirika ni watu gani? Direct ni viongozi wa Simba. Viongozi wa Simba wanajipalia makaa ya moto ya mawe, ambayo kama dabi wataenda kuicheza na wanashindwa kusema kwamba dabi ipo, wakihofia kwamba watawasaidia Yanga kufanya promotion ya huo mchezo. Baadaye wakifungwa Simba hiyo mchezo, lawama zitaenda kwa viongozi. Na viongozi mimi niwaambie, na hapa tahadhari kabisa viongozi. Kama mechi ipo, wawaambie mashabiki mechi ipo, wajiandae, kwa sababu pia uwanja unategemea kuwa na nusu ya Simba, nusu ya Yanga. Kwa hiyo upromote usipromote, mashabiki wako wanatakiwa kuwepo uwanjani. Ndio maana mimi nashangaa ukisema dabi eti si promote, wakati unahitaji mashabiki wako wawepo pale kwa wingi, waje kukusupport. Wanabaniana mapato hapo. Mapato ya vipi wakati bado unahitaji mashabiki zako wawepo kukupa morali, si ndio? Ndio. Unazuia mapato gani? Ni ushamba tu ambao unaufanya. Niliona kwa Ali Kamwe naye ana ushamba huo, Ahmed Ally pia ana ushamba huo. Yaani mimi naona watu watoke huko sasa. Yaani Yanga imetoka kiasi cha kwamba ukisema we promote Yanga, umeelewa? Yaani we promote, unaipromote kwa kitu gani Yanga? Yaani Yanga inaweza kujipromote yenyewe, Simba inaweza kujipromote yenyewe. Kwa hiyo ukimya huu utaweka mashabiki wa Simba kwamba mechi haipo. Alafu mechi tarehe 25 ikishafika, tarehe 25 hii hapa. Mashabiki wa Simba wapo wachache, timu inaenda uwanjani, mashabiki wako wachache. Mangungu ataanza kulaumiwa yeye. Mangungu ndio itakuwa neno la kwanza. Mangungu, wewe ndio umetukosesha, sasa tujaingiza timu uwanjani. Kwa nini? Kama ni swala la mapato, sawa. Kuwa black and white. Mimi ndio maana rangi mbili tu ndo nazipenda. Rangi mbili hizi ndo nazipenda. Ya kwanza ni nyeupe. Nyeupe na kuonyesha, hiki ni cheupe tu. Hiki ni cheusi tu. Hakuna kona. Tunaenda kucheza. Sema tunaenda kucheza. Alafu maliza hivyo. Endelea na mambo mengine. Hatuchezi. Endelea na mambo mengine.
Umeelewa? Yaani mimi nawahurumia sana Simba kwa mgogoro ambao utakutana nao endapo kama wakiingiza timu, mashabiki hawajaenda, mashabiki wakosa, wachezaji uwanjani wakosa support, wakapasuka. Lawama zitaenda kule kwa sababu hata mashabiki hawakuepo uwanjani. Simba lawama kwa uongozi. Ahmed Ally amefanya mambo makubwa sana. Unaweza wao kukaa kimya zaidi pia ni kutokana labda maamuzi ambayo yalifanywa hawakuridhia moja kwa moja, labda viongozi ambao walihudhuria katika huo mkutano ambao labda waliitwa. Picha zetu tulizoziona pale za Mheshimiwa Rais pamoja na baadhi ya viongozi wa Simba na Yanga. Wengi wana doubt, hususan mashabiki wale na wanachama wa Simba, kwamba kwa nini walikwenda viongozi ambao hawana nguvu. Walitamani kumuona Madam CEO Zubeda pale, walitamani kuwaona labda Mo kama alivyokule karibu GSM, labda na Mangungu pia akiwepo. Wahitaji kuona viongozi wenye uzito kwa namna hiyo. Yanga Africans tumeona yuko GSM, yuko Arafat Haji, yuko CEO, vyuma vyote viko pale. Yaani awepo Mangungu useme kulikopo watu dhaifu. Yaani nyinyi mmempigia kura, mnataka awe mwenyekiti wenu afu mmemweka mwenyekiti dhaifu. Watu ambao nimesikia pia kwenye magrupu watu wanamzungumzia vibaya Mangungu. Sijui kwa nini umeenda peke yako, umeenda na kina Hassan Hassano, umeenda na kina Dalali, sio viongozi. Wale ni watu ambao wameitumikia Simba kwa muda mrefu. Huyu Hassano alikuwa katibu wa Simba. Dalali alikuwa mwenyekiti wa Simba. Maana yake Ikulu ilichokiita walimuita mwenyekiti ambaye anawakisha wanachama. Alileta watu ambao wanaweza kaleta busara. Kwa hiyo inawezekana kwa sababu ile sehemu ilikuwa ni sehemu ya ushauri. Sawa? Waliwaita watu ambao wanaweza kana watu wa hekima. Kwa hata kipimo cha mamlaka kilichoweza kuwaita kileta kuangalia nani mtu gani anaweza akuletea suluhu. Mwingine huyu bwana anaweza kaleta mgogoro. Umeelewa? Lakini umezungumzia hapa kwa nini hawakuonyesha kama hajaridhishwa. Umeelewa? Yale yalikuwa ni mazungumzo, yalikuwa ni ushauri. Ushauri mara nyingi unaweza kukubaliana nao, unaweza kuweka nini masharti ya ushauri wenyewe. Ndo maana kwenye masuala manne ya masuala ya masuluhisho, swala la mwisho ni kukubali na kukubaliana. Kukubali, unaweza kukubali au nione bwana nitapeleka timu. Lakini nataka na mimi hiki kifanyike. Kama ukuweka unamlaumu nani? Maana yake ukuwa na hoja, si ndio? Kwa hiyo mimi nadhani kumchukulia kama nani walikosea kuwepo pale, waachane nayo mambo. Wapeleke timu kama wanapeleka timu, kama wapeleke timu watoe taarifa. Kikubwa ni kutoa taarifa. Hata kama wakubaliani na wawaambie viongozi, kama ni wanachama wa Simba waambie pia uongozi wa Simba. Tunaomba mtoe taarifa rasmi. Yaani kitu kibaya kwa uongozi wa Simba ni kutokutoa taarifa rasmi. Hata kama ukubaliani na hoja. Viongozi wa Simba ndo wao wangesema tumekubali kwenda kucheza, lakini tumehitaji hiki kikitekelezwa tutakuwa na 100% ya kuchezwa, au hatujakubaliana nacho, si ndio? Kwa hoja 1 2 3 wangewaambia. Sasa kukaa kimya, wanaleta pia taarifa ambayo sio nzuri, inaonekana kama watu wamegomea ule ushauri ambao ulitolewa kwa ajili ya kwenda kucheza dabi. Kwa hiyo mimi sijafurahishwa na migogoro ambayo inaendelea ndani ya Simba. Mimi nishaye kuzungumza kwamba mgogoro wa dabi bado haujaisha, mgogoro wa dabi bado upo. Ila sasa katika hili la dabi kuchezwa, yani mgogoro wa masuala ambayo yamezalishwa na dabi haujaisha, si ndio? Ila dabi imefanya nini? Imepata suluhu ya kwamba naenda kuchezwa. Kama yani kuchezwa, viongozi wa Simba watoke. Kwa hata mvutano ambao unaosikia sasa hivi kwenye magrupu, umeona kina Agi Simba walikuwa nasafiri kwenda Tabora, na mashabiki wengine ambao walikuwa nasafiri kwenda Tabora. Sawa? Kina Manani yule shabiki wa Simba yule. Kuna watu walisafiri walionekana wakisema hatuchezi dabi. Si ndio? Ile kuonekana ile kwamba wanasema na mchezo mingapi? Miwili tu iliyobakia. Ken Godi na nani na Kagera. Na Kagera. Wamemaliza. Ina maana dabi hawaitambui. Sasa wanakaaje kimya mashabiki watu wenye ushawishi wa kiasi kile? Wao wanasema tumebakiza mechi 2. Watoke wazungumze Simba. Simba anajifungiaje? Waachane mambo ya kishamba kukaa kimya. Ndio ambao tunasema muda mwingine unaweza ukafikiri unapuliza, kumbe unazima. Unajua kuna staili ya kupuliza kuzima na kupuliza kuwasha. Kuna unaweza, ndio maana hata kuzima unaweza ukaweka maji ukazima, na ukaweka petroli ukawasha. Vyote vile ni vimiminika ujue. Kwa hiyo kimiminika gani ambao wamekichagua Simba? Hapo hawajui kama wanamwaga wanataka kuzima, kumbe wanaweka petroli, wanazidi kuwasha moto. Kwa hiyo watoke Simba, waeleze kwamba sisi tunacheza au sisi hatuchezi, ili wanachama wa Simba wajue
picha ya uongozi wetu ni hii hapa ya kutembea nayo. Unasikia kwamba za ndani kuna msimamo wa mgomo fulani hivi kwa upande wa Simba. Watacheza dabi lakini kishingo upande, kwa maana ya kwamba hata kikosi ambacho wataingiza uwanjani wataingiza wachezaji ambao hawapo katika first 11 kama mgomo fulani, kuonyesha kwamba bodi ya ligi na TFF mmechokifanya bado sisi hatujapenda, tumecheza kwa niaba ya heshima. Wanasema watacheza ila kishingo upande, watapeleka timu wachezaji ambao hawaanzai kwenye first 11. Sasa si aibu hiyo. Yaani nikwambia moja kati ya vitu ambavyo Simba wataki kujaribisha ni swala la dabi. Dabi ina matokeo tofauti kabisa na watu wanavyotarajia. Sawa. Dabi itaondoa viongozi madarakani, dabi inaondoa mpaka wadhamini, dabi inaleta mvurugano mkubwa sana. Kwa hiyo Simba waende kwenye dabi hii wakiwa na tahadhari kubwa sana. Wakisema wapeleke labda kama unavyosema kwamba wapeleke kikosi cha wachezaji, labda mimi nitawaelewa, hata mashabiki watawaelewa. Wao na maelezo kwanza ya mwanzo, wakubaliane. Bwana sisi kwa sababu tunatengeneza labda mgomo, tutapeleka kikosi B. Yaani wachezaji wote ambao wako ligi kuu wasicheze. Na waandike labda barua, bwana wachezaji wanaumwa, tutapeleka kikosi B. Na wakishapeleka wale, si unaelewa? Wanachama waridhie kwamba tukifungwa hata goli 100 ni mgomo baridi tu. Hatujapeleka kikosi chetu kamili. Nadhani watatoka huko wamefurahi. Lakini wakisema viongozi ndio wakubaliana peleka timu B, bwana akachezesheni hawa, wale wamesajiliwa na Simba wote wale wanakula mishahara ya Simba. Wote ni wachezaji ambao wa Simba ambao wako kwenye idadi ya wachezaji ambao wamesajiliwa ndani ya Simba. Kwa hiyo ikifungwa Simba ndio imefungwa. Yanga kipindi kile ambacho Yanga anafungwa goli 6 na Simba, kile kilikuwa sio kikosi kamili cha Simba cha Yanga. Yanga alikuwa ametoka kutimua wachezaji wakubwa tu wa Simba. Kwa sababu nakumbuka mwaka 1960 na 76 77 hiyo ngapi, kulikuwa na mgogoro Yanga, wakafukuza wachezaji, sawa? Wakaingiza wachezaji kikosi cha B waliowapandisha, ndio wakaenda kupata dhahama ya magoli mangapi? 6. Sasa Simba wasijitusu, wakapeleka kikosi cha B wakapigwa 100. Unaweza kushangaa mtu kapigwa 100, nenda rudi goli, nenda rudi goli, nenda rudi goli. Ingaje mpira wa miguu na una heshima yake, lakini lazima waheshimu hicho kitu. Lugano, tumalize na hili kabisa ili nikuache bwana ukaendelea na shughuli zako. Nasikia kwamba FIFA na wenyewe pia kama wameanza kutuma mashushushu wao kuja kuchunguza hiki ambacho kinaendelea katika mpira wetu wa Tanzania. Bwana hizo zinazozungumzwa za chini chini hizo zinatisha, lakini mimi naamini tuko sehemu salama. Mimi nilizungumza na Aden Rage. Mimi namheshimu ule mzee Ismail Aden Rage. Ndio maana tunasema azna kubwa ya maisha ya watu pia na wazee wapo. Yaani wewe kuwepo kwa wazee wanakupa hazina, kwa sababu pia wana uzoefu wa matukio mbalimbali. Alikumbusha miaka ya nyuma huko akiwa katibu wa TFF. Akasema wao kama TFF kama Fati wenyewe kipindi wakiwa Fati walishaye kuilalamikia serikali kwamba imeingiliwa kwenye mamlaka haya. Si umeelewa? Kwa hiyo mtu wa kwanza wa kwenda kulalamika FIFA ni TFF. Kama TFF kilichofanyika hawajaridhishwa, wanaweza kulalamika kule. Cha pili, FIFA wenyewe wakiona kama kuna vitu havijakaa sawa, lakini bado atarudi TFF. TFF ndio pekee anaweza katuzamisha sisi kwenye huu mtumbwi. Akilalamika tu kwamba kuna shida, kwa sababu of course FIFA wana watu ambao wanachunguza matukio fulani katika mashirikisho kwamba kuna nini kinaenda, si ndio? Kwa hiyo lazima watakuwa wanavisikia hivi vitu, lakini mtu wa kwenda kumuuliza kuhakikishia maswala ni TFF. Kama TFF wakisema tumeingiliwa, kama ambavyo Fati washaye kusema kwamba tumeingiliwa, sawa, Fati washaye kusema, na kama nilivyokuambia nimezungumza na Aden Rage, Ismail Aden Rage, yeye akasema kwamba walishaye kupeleka wenyewe wakaiandikia FIFA kwamba watu tumeingiliwa na serikali huku. Hivyo TFF kama hajaridhishwa ndio ambao wataenda kusema tumeingiliwa huku na serikali. Lakini serikali imetoa ushauri, sio kwamba amekomandi. Umeelewa? Kwa hiyo sidhani kama kuna shida kwenye hilo, na sioni kama tuna shida, na hata kama utafiti kunaweza kama utafiti wa mambo mengi. Nimeona mwenyewe wanavyozungumza nasema pia kuelekea kwenye uchaguzi wa tarehe 16 ambao utafanyika mwezi wa 8, kwamba pia wanaenda kuchunguza mambo. Inawezekana. Lakini ndio hapo mimi narudi pia, hata katika hivi ambavyo pengine havina uhakika, TFF angetoka angesema jamani ni mambo ya uongo, FIFA hawajafika hapa kuchunguza. Wanapokaa TFF kukaa kimya, watu wanaleta taharuki, watakijua kwamba FIFA wako hapa, hata kama ni story ambazo hazina ukweli, watu wanajua ni za ukweli kwa sababu TFF hawatoki. Kwa hiyo mimi binafsi naweza kujua kwamba labda FIFA wamewaandikia barua, labda TFF FIFA anaweza kama ameandikia barua TFF kwamba bwana tunataka taarifa kuhusiana na hiki kitu, si ndio?
Inawezekana kawa na maslahi kwamba tusizitoe hizi zitaleta taharuki. Lakini kama ni stories za uongo, TFF wana kitengo cha habari kio kinatoa taarifa ambazo wanakanusha kwamba hii sio kweli, kwa sababu kila mwandishi anaweza akapata taarifa ambazo zisiwe sahihi. Kitu kingine ambacho kinawezekana pia kikawa ni taharuki, unakuwa unakumbuka kuhusiana na Mickey Junior. Aisha kuraizi hizi swala. Akaposti akaongea. Ile pia inaweza ikawastua kwa maana ya FIFA kwamba inawezekana kuna jambo huku. Wakaanza kufuatilia baadhi ya vitu kuona hii kikoje. Kwa hiyo lakini mimi kwa sababu nimeongea na Aden Rage, naamini tuko sehemu salama. Yeye akahakikisha kwamba tuko sehemu salama, hakuna chochote ambacho kinaweza kuyumbisha FIFA wakaja kutubani. Nakumbuka pia natakiwa tuwe na tahadhari sana. Nilikuwa natazama, kuna video nilikuwa navitazama, mfano wanasema kwamba FIFA pia wanaweza wakapata taarifa kupitia vyombo vya habari. Wakapata ile ikawa ni sababu ya kwanza kufuatilia mienendo ya mambo ambayo yanaendelea kwenye shirikisho husika. Kwa hiyo hata sisi waandishi wa habari tunatakiwa pia tujichunge sana kwa ajili ya kulinda hadhi ya nchi yetu, kwa sababu kuna wakati mwingine tunaweza kuviongea vikatuhakisha tukajikuta FIFA umetubani. Mfano unaweza kaongea chochote kuhusiana na FIFA, kuhusiana na maamuzi, ukasema serikali imefanya 1 2 3. Kumbe unakosea. Serikali imeenda kushauri na serikali imepewa nafasi ya kushauri, kwa sababu mdau wa kwanza kwa FIFA wanaomtambua wa soka ni serikali. Kwa hiyo chochote anachokifanya serikali kiko kwenye right track kabisa. Kwa hiyo sisi tusilete taharuki tena kwamba serikali imelazimisha. Ingawaje sisi tunaweza kaona pengine kuna vitu pengine vingefanyika kwa hivi na hivi na hivi, lakini viko katika sehemu ambayo sisi tuna doubt tu. Umeelewa? Mimi binafsi ninaona tuko sehemu salama. Naamini katika ile ambayo alizungumza Ismail Aden Rage tuko sehemu salama, na mimi tuko sehemu salama. Shukrani sana Ruga. Asante sana.